Oda ni moja tu iliyotolewa, kila mtu awe kimya sana wanapopita hapa katika ngome ya Warusi. Isiwepo simu wala kifaa cha aina yoyote ile cha mawasiliano kinachoweza kutumika ama kuwa oni kwa wakati huu. Watu wote ndani ya Nyambizi walibana pumzi zao na taratibu walikuwa wakipita hapa chini ya bahari katika ngome ya Warusi, wakijua kabisa kwamba pindi watakapozingua ndio kifo chao. Nakumbusha kwamba wako mita 300 kutokea katika uso wa bahari, yani viwanja kama vitatu vya mpira wa miguu kuelekea chini kabisa ya bahari, na huko ndiko ambako Nyambizi yao inapita, lakini wanahofu kweli kweli wasije wakashtukiwa na serikali ya Urusi. Baada ya lisaa moja kupita, kapteni akatoa taarifa ya kwamba wamefanikiwa kupita katika bahari inayomilikiwa na Warusi. Hawakuweza kushtukiwa. Hapa watu ndio walivuta pumzi bana, na wengine hata chai waliweza kunywa kwa sababu ilikuwa ni hatari kupita katika ngome hiyo. Lakini si kwamba wamemaliza kisanga, wanaingia katika eneo ambalo ndio baya zaidi. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, nikumbushe kwamba hii ni episodi ya pili inayohusu safari kuelekea kuitafuta hadhina chini kabisa ya bahari Nyeusi. Kama bado hujatazama sehemu ya kwanza, basi hakikisha unagusa hicho pop up kilichokeza juu kabisa upande wa kulia mwa skrini wako ili tuweze kwenda pamoja, lakini pia usisahau kugusa alama ya kusubscribe. Captain akatoa taarifa kuwa sasa ndo wanaingia katika bahari Nyeusi, lakini hawa wafanyakazi hawakuwa makini kwa wakati huo, wao wakaendelea kubishana tu. Alafu Mwamba Robin alikuja kugundua kwamba kumbe walikuwa wamewasha hata redio. Akamwambia kuwa niliwakataza kuwasha redio, lakini nyie mmeweza kuwasha, licha ya kwamba ndio tumeweza kuvuka katika ile tawala ya Kirusi, lakini tuko bado jirani nao. Akawakumbusha kuwa wamebeti maisha yao, wakumbuke jambo hilo, wapo katikati ya mstari wa kifo na uhai, kwa hiyo wawe makini sana wasijisahau katika jambo hilo. Kitendo cha kuwasha redio wakati huu kitawashtua serikali ya Urusi, ndio hawataweza kufuatiliwa, lakini Warusi watakuwa na tahadhari kubwa kwamba kwenye Nyambizi imeweza kukatisha kati yao na hawajaweza kuiona. Kwa hiyo bila shaka yoyote serikali ya Urusi inaweza ikaongeza uimara zaidi wa ulinzi wake. Itawasumbua kweli wakati wa kurudi, itakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo wanatakiwa kuongeza umakini na wasikurupuke kufanya jambo lolote. Na Mwamba Robin alikasirika sana, akagundua kuwa hawa watu wake wote wanaonekana kuwa ni wapumbavu na asiwaelewa kabisa. Akachukua shoka na kuanza kuvunja redio zote zilizopo katika maeneo haya. Hataki kabisa mawasiliano. Hasa ngoja nikukumbushe kwamba kuna dogo mmoja katika hii Nyambizi anafahamika kama Toby. Huyu dogo aliingia mbadala wa yule Mwamba Kata ambaye aligundulikana kwamba anasafa kutokea katika depression. Hasa bwana mdogo alifanya kosa dogo sana hapa katika Nyambizi, lakini kuna mwamba mmoja hivi alikuwa anamfokea sana dogo, licha ya kwamba waliweza kumuelewesha dogo na dogo akawa ameelewa, lakini huyu jamaa ambaye ana asili ya Kirusi akaendelea kufoka sana. Hasa kadri mwamba anavyozidi kufoka, wafanyakazi wengine wote wakaacha kabisa shughuli zao hapa ndani ya Nyambizi, wakazidi kumtazama huyu jamaa anavyomfokea bwana mdogo. Kumbe bana, kuna vifaa vikaanza kujikoroga ndani ya Nyambizi na ukatokea mlipuko mmoja mkali mno, na huu mlipuko ukapelekea Nyambizi kupoteza kabisa balance, ikajikuta inaanza kuzama chini zaidi. Yani hapo walipo ni mbali kweli kweli, lakini bado ikiendelea kushuka chini zaidi, na watu wote ndani ya Nyambizi walikuwa wamezimia kutokana na ule mlipuko. Nyambizi imesafiri umbali kama lisaa moja, na bahati mbaya sana ilikuwa haiendi mbele bali inaelekea chini ya vilindi vya maji. Kwa wao walipo ni chini zaidi, lakini ile time wamezinduka, wanakuja kushtuka kwamba watu wenye asili ya Urusi tayari walikuwa wamejitenga katika Nyambizi hii na wako kule katika eneo la kuongoza, na hao wenye asili ya Umarekani wako huku peke yao wakiwa wamejitenga pia. Kwa hiyo Mwamba Robin akashtuka kuwa katika kitendo hiki kinaweza kusababisha matabaka ndani ya Nyambizi, kitu ambacho kinaweza kuwa ni hatari ya kupelekea kifo, na akawaambia wazi kwamba bila kushirikiana hakuna atakayeishi, wote tutaishia kuuana humu ndani katika Nyambizi na mwisho wa siku tutakuwa hatuna maana ya safari yetu. Hawa miamba wenye asili ya Urusi basi moja kwa moja wakawa ni waelewa kwa haraka zaidi, wanajua hisa hatari hapa itakayoenda kutokea baada ya kutengeneza matabaka ni mbaya zaidi. Hasa baada ya mawasiliano, si ikabidi sasa kukagua Nyambizi yao ni wapi ambako iko. Kumbuka kwamba ukiwa chini ya maji unakuwa uelewi uko kwenye kina kirefu ama kifupi. Bwana kuja kuangalia ndo wanakuja kushtuka kwamba safari yote waliokuwa wakifanya katika muda huu ilikuwa ni kuelekea chini ya maji na sio kuelekea usawa wa bahari. Na taarifa mbaya iliyokuja ni kwamba kuna mfumo ambao unafahamika kama sona umeweza kuharibiwa. Huu mfumo ndio unawezesha submarine ama Nyambizi kuweza kugundua kitu gani ambacho kiko jirani yake, na kupitia huo mfumo ndio wanaweza kugundua ni wapi hizo almasi zilipo ama Nyambizi iliyokuwa imezama zamani sana, ambayo ndani yake ilikopo na hizo almasi ama madini. Kila mmoja baada ya kusikia taarifa hizi kwanza alivunjika moyo, mpaka kapteni alipopata wazo la kutumia njia fulani hivi analogy. Akasema kuwa kuna njia ambayo inaweza kutumika lakini sio ya kisasa kihivyo. Hasa kwa faida yako wewe mpenzi mtazamaji, kwa sababu wewe ni shabiki yangu wa nguvu, acha nikueleze mfumo wa sona, namna ambavyo unaweza kufanya kazi katika bahari. Huu mfumo wa sona ni mfumo ambao unatumika katika meli ama Nyambizi, mara nyingi sana katika vyombo vya usafiri vinavyosafiri kwa masafa marefu sana ndani ya bahari. Ni mfumo ambao unasababisha mawimbi fulani hivi, ni kama mawimbi ya sauti. Yale mawimbi ya sauti yanapotawanyika katika bahari huwa yanajirudi tena pale pale alipokuwa
yametokea. Sasa yanaporudi huwa yanaonesha kila alichoweza kukutana nacho huko mbele. Hasa kupitia huo mrejesho wa mawimbi, basi wanaweza kugundua ni wapi ambapo kitu fulani kipo ama jambo fulani limeweza kujificha. Na huu mfumo ndio unaoweza kuzisaidia meli zisafiri salama kabisa ndani ya bahari, kwa sababu si kila sehemu ya bahari ni ndefu. Kuna maeneo yana milima na kuna maeneo yana mabonde makubwa. Kwa hiyo meli inatakiwa kupita maeneo ambayo yana kina kirefu. Basi haya mawimbi kama ya sauti fani hivi yanapotumwa na kurudi, basi huwa ndio captain anaweza kugundua ni wapi meli yake iweze kupita. Kwa hiyo ukisikia meli imetokea China mpaka Tanzania, huwa inapita kupitia katika mifumo hiyo. Sasa hilo nilikuwa nakupatia ni darasa tu, na ndio kitu ambacho kimeweza kuharibika katika nyambizi hii. Kwa hiyo ni rahisi nyambizi hii kuweza kujikuta inagonga miamba huko chini, ama inajikuta inaelekea uelekeo ambao si sahihi. Sasa kwa kuwa ule mfumo uliweza kuharibika pindi ambapo mlipuko ule uliweza kutokea ndani ya nyambizi, basi wakaamua sasa kuanza kugonga sehemu ya nyambizi ili itoke sauti kubwa sana, na ile sauti ndio itakwenda kutoa taarifa ya kwamba mbele yao kuna kitu gani. Kama ile sauti ikiwahi kurudi, manake mbele yenu kuna mwamba, lakini ile sauti ikichelewa kurudi, manake mbele yenu hakuna kitu. Ilikuwa ni shughuli pevu, na hii inahitaji wanaume wenye misuli, na ni shughuli ambayo inaweza ikawatesa sana. Kama mkiacha tu, basi wakati wote ule mnaweza mkapata ajali. Basi wakaendelea na shughuli hiyo. Mwisho wa siku kapteni alikuja kushtuka kwamba wakati wanaendelea kugonga ni kama kuna kitu ambacho kiliweza kushtukiwa huku mbele. Basi wakaisogeza nyambizi yao mpaka hapo ambapo wameshtukia kwamba kuna kitu kikubwa. Moja kwa moja wakachaguliwa watu watatu tu, wakavaa mavazi yatakayowasababisha waweze kupumua vizuri chini ya maji, kisha wakaambiwa kwamba waende wakakague ni kitu gani ambacho kiko katika maeneo hayo. Nikukumbushe kwamba wanashinda katika maeneo yenye kina kirefu sana cha bahari. Bahati mbaya katika maeneo kama haya kukutana na sangara ni nadra sana. Hapa wanapatikanika papa, nyangumi na samaki wowote wakubwa unaowajua duniani. Lakini pia viumbe wa ajabu wenye miili mikubwa wanajificha katika maeneo haya, hata wale ambao hatuwajui. Nikukumbushe kuwa katika bahari ndio kuna viumbe wengi kuliko hata nchi kavu. Miamba wakatoa taarifa kwamba hichi walichoweza kukikuta huko chini ya bahari ni kama ni kitu ambacho kimefunikwa na udongo na hawajui ni kitu gani, lakini wakaambiwa kwamba endeleeni kukitoboa. Walipoendelea kukichimba hicho kitu, taarifa ikatoka kwamba wanahisi kabisa inawezekana ikawa ni meli ambayo ilizamaga zamani sana. Basi bana, ilikuwa ni taarifa nzuri mno. Watu wote wakajua kwamba wametoa sehemu sahihi ambayo utajiri ndio ulikoweza kujificha. Walipoingia ndani ya hiyo meli, hapo chini walikuja kugundua kuna picha ya Adolf Hitler na mafuvu kibao ya wanajeshi. Hapa wakasema kwamba hii ni meli ambayo kabisa ilikuwa ni ya Ujerumani ambayo ilitumika kubeba yale madini. Wakaendelea kuchunguza kwa kutumia tochi zao. Nikukumbushe kwamba chini kabisa ya bahari hakunaga mwanga hata kidogo. Usipokuwa na tochi huwezi kuona mbele hata mwanga. Lakini katika sekunde za kuhesabu, bwana we, mapande mengi sana ya dhahabu. Hii ndio nyambizi waliokuwa wakiitafuta ujue. Mwamba Robinson akawaambia hawa mashikaji kwamba wahakikishe wanaupandisha huo mzigo juu. Aisee, hutakaa uamini, ni tani moja ya dhahabu iko hapa chini. Zilishushwa kamba ndefu kutokea pale katika nyambizi na moja kwa moja zikaelekea zikafunga katika maeneo hayo ya dhahabu. Hutakaa uamini, mpaka nyambizi ilikuwa inateteleka kunyanyua mzigo huu. Lakini kwa bahati iliyo mbaya, lile toroli ambalo lilikuwa limebeba dhahabu likajikuta tu limeweza kuangusha baadhi ya vipande vichache tu pale chini ya vilindi vya maji. Mwamba Peter akataka kwenda kuvifuata, hakutaka hata kuacha kimoja. Lakini kumbe mahali ambako Peter alikuwa anaelekea palikuwa pana kina kingine kirefu zaidi kuelekea chini kabisa. Mwamba akashindwa kurudi kwa sababu alikuwa ameteleza kidogo. Huo muda wa kupoteza kumfuatilia kijana huyu mwenye tamaa ndogo ndogo, wakaamua tu kumwacha huko. Wakavuta ule mzigo na mwisho wa siku alifanikiwa kuingiza ndani ya submarine. Kila mtu kwa wakati huo alijawa na huzuni ndogo kwa sababu wamempoteza mtu ambaye alikuwa akimpenda, lakini pia walikuwa na furaha kubwa kwa sababu wameweza kupata mzigo kamili wa dhahabu. Ni mkubwa kupita kawaida. Robin akasema kwamba kwa kuwa walikuwa wameshuka kwa bahati mbaya katika kina hichi kirefu na kimewapelekea kuweza kukutana na huo mzigo wa dhahabu, basi ni mpango wa Mungu. Kwa hiyo sasa safari ni kurudi walikotoka. Lakini huyu mwamba anayefahamika kama Daniel alionekana kuwa ni mwenye mawazo sana na hakuhitaji kabisa kuambatana na hawa watu wengine kushirikiana nao. Wakati huo anajisi hatia ndani ya moyo wake. Kumbe bana, huyu Daniel alitokea katika ile kampuni ambayo hawa kina Robinson walikuwa wameweza kufukuzwa kazi, na anajua wazi kabisa kuwa watakaporudi tu nje ya bahari, baada tu ya kuweza kufika kule, watauliwa wote na hivi vipande vyote vitarudi katika ile kampuni ambayo ilikuwa imewajili wa kina Robinson mwanzoni. Jamaa namna ambavyo ameishi nao hawa jamaa kwa upendo huku ndani, alisikitika kuona kwamba jamaa wamejituma hata kuhatarisha maisha yao, lakini eti watakwenda kuuliwa, na yeye mchongo anaujua wote. Kwa kweli zilikuwa ni habari za huzuni sana hapa ndani. Kila mmoja alisikitika kuona kwamba kumbe wanasafiri na msaliti hapa. Wakaanza kumng'ang'ania
kumng'ang'ania jamaa, lakini mwamba Robinson akawastopisha na kuambia kuwa jamaa amegundua kosa. Robinson akawakumbusha kwamba wameshapata dhahabu, huo ndio mpango wa kwanza. Mpango wa pili ni kurudi salama, lakini jambo la tatu ambalo wanatakiwa kulifikiria ni kwamba wanarudije pasipo kugundulikana na ile kampuni ni mpango wa kuwaua. Watu wote wakakata tamaa na kusema kwamba hatuwezi tukashindana na kampuni kubwa ambayo inaweza kagundua kabisa ni wapi ambako tunapita pindi tutakapokuwa tunaikaribia bahari ya nchi yetu. Lakini mwamba Robinson akatoa wazo kuwa wanatakiwa kupitia bahari inayoelekea Uturuki, huko wanaweza kupata msaada. Kipengele kilikuwa ni kimoja, mfumo wao wa sona umeharibika. Kumbuka kwamba mpaka wao wanafika katika eneo hili walitumia njia ambazo Warusi walizitumiaga kipindi kile kwa kutumia zile nyambizi zao. Kwa hiyo ilikuwa ni rahisi sana kwa wao kuweza kusafiri salama kwa sababu walikuwa wanatumia mifumo ambayo ni njia ambazo zimeshachorwa tayari, lakini hii ya kuelekea huko Uturuki wanatakiwa wao kuigundua njia. Na mbaya zaidi ni kwamba mfumo wao wa sona haufanyi kazi. Watawezaje kama sio kugonga miamba na kujikuta wanapoteza maisha huko chini ya bahari? Lakini mwamba Robinson akasema kuwa huyu Mungu aliyetusaidia mpaka tumefika kimiujiza katika hii hazina na tumeweza kuichukua, ndiye Mungu atakayetusaidia mpaka tutarudi na kufika salama huko Uturuki. Lakini kuna kitu kimoja miamba walikuwa wamekisahau, ni kwamba hapo walipo panaitwa Black Sea, yani bahari nyeusi. Ukiachana na kuwa na viumbe wakubwa wa kutisha mfano wa nyangumi, lakini pia panaaminika kuwa na nguvu za kishirikina, yani nguvu za kichawi. Sisi tulichokiona ni kwamba wamefika salama, wameuchukua mzigo. Sasa kipekele ni kwamba watarudi kweli salama na kutoboa. Tukutane katika episodi ya 3 na ya mwisho. Mimi naitwa DJ Paul, na kama umekubali kazi hii basi usisite kugusa alama ya kusubscribe kwa sababu mzigo wetu unakwenda mpaka episodi ya 3 ndio ya mwisho.